ya huru, alafu itakusaidia kutoka mahali ulipo sasa kwenda kwenye kile kiwango cha juu zaidi. Na kama uko kule kwenye kiwango cha juu, basi itakusaidia kuimprove na kuendelea kupanda kwenye, maana hata ndani ya hivi viwango pana viwango tofauti tofauti. Kiwango cha kwanza cha uhuru ni mtu anapookoka, au kwenye bracket wokovu au ukombozi. Kiwango cha kwanza cha uhuru ambacho mtu anakipata ni pale anapookoka, anapomwamini Yesu, anapompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Iko ni kiwango cha kwanza cha uhuru. Utaanza ku experience uhuru fulani, utaanza kupata uzoefu wa uhuru fulani unapookoka. Unapozaliwa mara pili kwenye familia ya Mungu, unaanza kupata uzoefu fulani wa uhuru. Kuna uhuru fulani unakuja kwa wewe kuwa mtoto wa Mungu, kwa kwenye familia ya Mungu. Ni muhimu sana kujua hivyo. Uhuru huu, tukichukulia mfano wa kanisa la kwanza, tunaweza kusema ni kutoka kwenye mikono ya Farao, ni kutoka kwenye nyumba ya utumwa, ni kutoka katika umiliki wa shetani. Unapotoka kwenye mikono ya Farao, unapotoka kwenye nyumba ya utumwa, unapotoka kwenye kumilikiwa na shetani, unapotoka kwenye kumilikiwa na nguvu za giza, tunakita iko ni kiwango cha kwanza cha uhuru. Umekiendea kiwango cha kwanza cha uhuru. Kumbukumbu sura ya 7 mstari wa 8. Kumbukumbu sura ile ya 7 mstari wa 8. Unapotoka kwenye nyumba ya utumwa, unapotoka kwenye mikono ya shetani, unapotoka kwenye utumwa wa dhambi, unapotoka kwenye umiliki wa mauti, unapotoka kwenye umiliki wa shetani. Kuna watu ambao ni they are full possessed of devil, yani wanamilikiwa na shetani 100%, roho, nafsi na mwili. Bali kwa sababu Mungu anawapenda na kwa sababu alitaka kuutimiza uwapo wake aliowapia baba zenu, ndio sababu Bwana akawatoa kwa mkono wake wa nguvu. Angalia maneno, akawakomboa katika nyumba ya utumwa, katika mkono wa Farao mfalme wa Misri. Farao kwa picha leo tungesema ni ufalme wa giza, ni ufalme wa shetani. Kwa hiyo unapokombolewa kutoka kwenye nyumba ya Farao, unapotolewa kutoka kwenye umiliki wa Farao, kutoka kwenye mkono wa Farao, tunasema hiyo ni ngazi ya kwanza ya uhuru ambayo unaanza experience. Unaweza kupata uzoefu wa ngazi ya kwanza ya uhuru. Na nyinyi ni mashahidi. Unapookoka kuna vitu fulani vinakuwa vimeanza kuondoka kwenye maisha yako, kwenye maisha yenu. Ile tu umeokoka, umezaliwa mara ya pili kwenye nyumba ya Mungu, kuna uhuru fulani unaanza kupata. Unaweza kusema yani kwa kweli nimechelewa. Ningejua ningeokoka mapema. Huo ni uhuru wa kwanza ambao huletwa na wokovu. Kwa hiyo wokovu unakuja na aina fulani ya uhuru, lakini sio uhuru mkamilifu. Nimesemaje? Wokovu unakuja na aina fulani ya uhuru, lakini sio uhuru mkamilifu. Warumi sura ya 5 mstari wa 17, Biblia inasema kwa kukosa mtu mmoja dhambi iliingia, mauti ilianza kutawala. Kwa sababu ya kosa la mtu mmoja, Biblia inasema mauti ikaanza kutawala, ikaanza kututawala. Kwa hiyo dhambi ilipoingia, tukawa watumwa wa mauti, tukaanza kutumikishwa na mauti, tukawa chini ya utawala wa mauti. Kwa hiyo ulikuwa umefungwa na mauti, you were the slave of death, ulikuwa ni mtumwa wa mauti. Mauti ilikuwa ndio bwana kwako. Warumi sura ya 5 mstari wa 17. Toa projection tutasaidia kwenda kwa speed. Kwa hiyo unapozaliwa mara pili kwenye familia ya Mungu, unatoka kwenye umiliki wa mauti. Haumilikiwi na mauti tena, humilikiwi na mauti tena. Yohana sura ya 5 mstari wa 24 inasema yeye aliaminia neno langu na kumwamini yule aliyenipeleka yuna uzima milele, wala haingii hukumuni. Inasema bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Kwa hiyo maana yake ngazi ya kwanza ya uhuru ni pale unapotoka mautini alafu unaingia uzimani. Kwa sasa hivi uko uzimani, umetoka mautini. Unaona, kwa maana ikiwa kukosa mtu mmoja, mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja. Kwa maana yake mauti ilitawala kwa sababu ya kosa, mauti ilitawala kwa sababu ya dhambi. Kwa sababu ya maisha ya dhambi, mauti ilikuwa inakutawala. Ulikuwa huna uhuru.
Ukishaona mtu anasema mimi ni mtawala wako, manake una huru. Anaweza kuendesha ratiba zako. Kwa mfano, mtu ambaye sasa hivi mtu ambaye anateswa na ulevi. Hivyo na habari ile nguvu ya giza iliyoko ndani yake ndio inayoamua ratiba zake. Inaweza fika jioni kama hii akaweka bajaji pembeni au pikipiki pembeni, akaanza kulewa mpaka fedha zitakapoisha. Kwa hiyo ni kama mtu aliyefungwa pingu, hana uhuru wa maisha yake mwenyewe. Hawezi kujifanyia maamuzi. Ukiona mtu hawezi kujifanyia maamuzi, kujua anatumikishwa, yuko chini ya utumwa. Kwa hata kama vingine havijabadilika kwa, lakini ile ngazi ya kwanza ya kutolewa kwenye hiyo pingu ya mauti, kuendeshwa na mauti. Nilikuwa nasikiliza story fulani nikacheka. Dereva mmoja akawa anasema, wakati na drive nikakuta mtu amelewa akaweka kichwa kwenye kona hivi, najua zile kona kali zile, alafu zina miti, kwa hiyo huwezi kuona upande wa pili. Kwa hiyo ile anafika karibu, akaona ametoa kichwa amekiweka kwenye kona, yani mahali ambapo tairi inapita, alafu miguu ameweka kwenye nyasi. Manake ni mauti imemshikilia yule ndugu, namwambia ufe tu, kufa. Mauti imemshikilia yule mtu. Imagine mtu anafanya vile. Mwingine analewa, alafu anaona sehemu sahihi ya kulala ni katikati kwenye highway, katikati ya highway. Hizi barabara kubwa, analala katikati pale. Yule mtu amefungwa pingu na mauti. Ni mtumwa wa mauti, anatumikishwa na mauti. Nikiwa naongea hivi utaanza kugundua kuna mahali umehama, na nikiendelea mbele utagundua kuna mahali upo unapaswa kuhama. Kuna watu ambao walikuwa anaweka kiapo, anasema leo kama Mungu ashifu, leo siendi kunywa pombe. Nimekuwa nikimtukana sana mke wangu. Yaani leo sitaenda kunywa pombe. Leo mimi nawaambia tena. Anaapa na kuapa. Ikifika jioni, hajui nini kinampata. Analewa mpaka kesho asubuhi. Yule ni mtumwa wa dhambi. Ni mtumwa wa mauti. So, umeshatoka huko angalau kwa yule ambaye umezaliwa mara pili. Mauti sio mtawala wako tena, bali tunatawala katika uzima. Biblia inasema bali wao wapokea wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja Yesu Kristo. Sema kwa sauti, ninatawala katika uzima. Kwa hiyo ngazi umeshahama. Kuna huru ambao ni wa kwanza umeupata baada ya kuzaliwa mara pili. Leo huwezi kuendeshwa. Ni kweli mtu wa Mungu anaweza kuangukia dhambini, lakini kuna namna hawezi kuendeshwa na dhambi. Kuendeshwa na dhambi maana kuna milikiwa na dhambi. Warumi sura ya 6 mstari wa 17 hadi mstari wa 20. Tutaangalia baadhi ya vitu hapo. Hii ni ngazi ya kwanza. Mtu anakuwa full possessed of devil. Anamilikiwa na shetani. Umekuona aina ya wale watu ambao anaweza kutukana mbele za watu mpaka mkafunga macho. Kila mtu paka anaona aibu, lakini yuko sawa. Ukimwona huyo mtu jua amefungwa pingu, sio yeye. Lakini Mungu na ashukuriwe, kwa maana mlikuwa watumwa wa dhambi. Tulikuwa watumwa wa dhambi. Ulipokuwa dhambini ulikuwa mtumwa wa dhambi. Unatumikishwa na dhambi, unaamriwa na dhambi, unaendeshwa na dhambi. Ratiba yako inaendeshwa na dhambi. Maamuzi yako yanaendeshwa na dhambi. Tulikuwa watumwa wa dhambi. Lakini mlitii kwa mioyo yenu ile namna ya elimu ambayo mliweka chini yake. Mlisikia Injili, maana yake mkaamini. Mstari unaofuata mstari wa 19. Mstari wa 19. Nasema kwa jinsi ya kibinadamu, kwa sababu ya udhaifu wa miili yetu, kwa kuwa kama mlivyovitoa viungo vyenu vitumiwe na uchafu na uasi. Wakati uko dhambini ulivitoa viungo vyako, mdomo, macho, ulitoa viungo vyako vya mwili vitumiwe na uchafu. Imagine, vitumiwe na uchafu, vitumiwe na uasi. Maana viungo vyetu vilikuwa vinatumiwa na uasi alafu na uchafu. Vivyo hivyo sasa, baada ya kuzaliwa mara pili, vitoeni viungo vyenu vitumiwe na haki, ili mpate kutakaswa. Kwa mnapovitoa viungo vitumiwe na haki, mnatakaswa. Yesema kila mwenye matumaini ya kumwona Yesu lazima ajitakase, aingie kwenye mchakato wa kujitakasa. Nasema sanctification.
Kwa hiyo unaona sasa, maanake wakati tukiwa chini ya dhambi, viungo vyetu vilikuwa vinatumia kwenye uchafu, tamaa na uasi. Ndio lazima uwe makini sana. Mwili wako unatumia kwa kitu gani? You have to be very careful. Kwa sababu umeshazaliwa mara ya pili. Huu mwili wako unatumia kwa namna gani? Kwa vitu gani? Unaangalia. Je, mwili wako unatumia kwa uongo? Kwa sababu kuna watu ambao wamezaliwa mara ya pili bado wanazifanya kazi za baba yao. Kumbuka Yohana sura 8 mstari wa 48 inatuonyesha kwamba shetani ni baba wa uongo. Sio kwamba anadanganya kwa sababu amejifunza, ni mwanzilishi, founder. Ni mbeba maono wa uongo. Kwa maana yake uongo haukopo duniani, ila aliyekuja na maono ya kudanganya, baba wa uongo ni shetani. Baba maana kama ni baba, ni mwanzilishi, ni asili ya uongo yenyewe. Sasa kuna wakati mwingine wewe unaweza kuwa unadanganya kwa sababu ya hofu au kwa sababu ya kutunza heshima yako. Unajua mara nyingi sana watu hudanganya kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni kwa sababu ya hofu. Sababu ya pili anatunza heshima yake. Na ni kwa kujua kumbe atunze heshima yake, anafanya kazi za jamaa mwingine ambaye ni shetani, kwa sababu shetani ni baba wa uongo. Unajua lazima ulimi huu utoe kwa kiungo cha haki. Mtu anapokuuliza hivi, una shilingi 20,000 hapo, kabla hujamnyima hiyo hela mwambie ninayo. Kwa sababu wengi udanganya akiwa anaogopa ya kwamba ataniomba. Kwa kabla ya kutengeneza mbinu ya kumnyima yule mtu, mwambie kwanza ninayo. Hiyo fedha ninayo. Alafu unaanza kujiweka sawa sasa. Kama alikuwa anahitaji tu, Yesu ni Bwana. Lakini kama ukutaki toke mfukoni, sasa weka hoja zako ambazo haziendani na uongo. Unaambia bwana, hii hela ilikuwa na bajeti hii na hii, na sijisikii ndani yako kukupa. Ndani yangu kukupa. Kwa sababu lazima ifanyie kazi jambo hili na hili. Unaanza kuangalia ulimi wako unatumiwa kwa ajili ya uasi na uchafu au la. Kwa sababu tumetoka huko. Hiyo ni ngazi ya kwanza ya uhuru. Kama una struggle maana yake hujaokoka bado. Naomba nisikize kwa makini. Kama una struggle kwenye eneo fulani maana yake hujatoka hapo bado. Lazima ngazi ya kwanza ya uhuru you experience. Ngazi hiyo ni ipi? Kwanza kuona viungo vyako vinatumiwa kwa haki na sio kwa uchafu. Kwa hiyo maana yake huwezi kuruhusu tena kwenye ngazi ya uhuru, huwezi kuruhusu tena mwili wako katumiwa kwa ajili ya uchafu au kwa uasi. Huwezi kuruhusu tena. Huwezi kuruhusu tena. Uko razi kupoteza chochote, mtu yote, nafasi yote, lakini kiungo chako kisitumiwe kwa uchafu na uasi. Kisiwe silaha ya uasi, kisiwe silaha ya uchafu. Bila sema hivi, hao wamjua kwamba viungo vyetu, hivi viungo vya miili yetu sasa hivi ni mali ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu mwili wetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kama mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu, maana yake kiungo ni mali ya Roho Mtakatifu. Watu wengi hamjui kwamba mkono wako ni mali ya Roho Mtakatifu. Mguu wako ni mali ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu Biblia inasema kwamba ninyi sio mali yenu ninyi wenyewe, mlinunuliwa kwa thamani ili mtukuze Mungu katika miili yenu. Maana yake Mungu anataka umtukuze katika mwili huu. Kwa sababu mwili umenunuliwa kwa ajili ya mapenzi ya Mungu tu mara hii. Hauko kwako, hauko ndani ya uwezo wako tena. Ni mali ya Roho Mtakatifu. Ni hekalu la Roho Mtakatifu. Na kwa sababu hiyo, hata kumpiga mtoto, hata kumwadhibu mtu ambaye yuko chini yako, lazima umwadhibu kwa uadilifu wa mkono. Kwa sababu piga mahesabu, Roho Mtakatifu anachapaje mtoto fimbo? Roho Mtakatifu anachapaje mtoto fimbo? Roho Mtakatifu anamwadhibishaje mtu? Anamwadhibu kwa namna gani? Anamwadhibishaje mtu Roho Mtakatifu? Kwa hiyo wewe ni mama. Nazungumzia kiungo cha kwanza cha uhuru. Wewe ni mama. Unaongea na mwanao aliyekosea, mdomo wako unazungumzaje? Maneno gani kutoka kwenye kinywa chako ukiwa unaongea wakati wa hasira, wakati mwanao amekosea, wakati mtu nyumbani kwako amekosea? Huo unaongea maneno gani? Utaanza kujipima. Je, upo kwenye ngazi ya kwanza ya uhuru au viungo vyako vinatumiwa kwa ajili ya adui, kwa ajili ya uasi na kwa ajili ya uchafu? Na kuna wengine mnatukana matusi mabaya, mko kanisani. Nisikilize. Siku unamwambia mwanadamu mwenzako ni mbwa, umemkufuru Mungu aliyemuumba kwa sura na mfano wake, whether yule mtu ameokoka au hajaokoka. Siku unamwambia
unamwambia mwanao limdomo lako kama paka, tabia kulamba tu sukari kila wakati, Mungu anakuangalia kwa jicho la tofauti, kwa sababu mwanao sio paka wala afanani na paka. Utakuwa umeongea wakati mmoja ukasahau, lakini Mungu hawezi kusahau ulichokiongea. Ndio maana lazima tuanze kujua viungo vya mwili wetu vinapaswa kutumika kwa ajili ya haki, sio kwa ajili ya uchafu na kwa ajili ya uasi. Am communicating? Kwa sababu tayari baada ya kuzaliwa mara pili uko kwenye kiwango cha kwanza cha uhuru. Umeshatoka Misri, umilikiwi na kuendeshwa na shetani. Shetani haja kushikia remote na kusema geuka, inua mkono, bamiza, pa. Na kweli anabonyeza button ya pa, unapiga kweli pa. Kuna wakati mwingine shetani hata kama anajaribu kumhamasisha mtu, kumchochea mtu, kumshawishi mtu mwenye Roho Mtakatifu, kuna namna na self control. Hii shauku kwa mimi natembea kwenye moyo wangu sasa hivi sio yenyewe. Hii sio ya Mungu. Nisikizeni, ukishaanza kuona hivyo, ujue angalau uko kwenye ngazi ya kwanza ya uhuru. Ya kwamba una uwezo hata wa kujua ya kwamba shauku hii inayotembea kwenye mwili wangu sio ya Roho Mtakatifu. Kwa mfano, umeambiwa kitu kwa habari ya mtu mwingine, alafu unakuwa unasema kwamba ngoja muda ufike hata nifahamu mimi ni nani. No, wewe ni mtoto wa Mungu. Hatuwezi kufahamu kwa namna nyingine. Kwa hiyo kama ni mtoto wa Mungu, yeye ni mwingi wa rehema, si mwepesi wa hasira, alafu anagairi mabaya. Huwezi kusema kwamba ngoja saa fulani ifike, si atakuja, atanifahamu. Haki ya Mungu tena, atanifahamu mimi ni nani. Ukishafanya hivyo tayari unatuonyesha kwamba hata ngazi ya kwanza ya uhuru hujawahi kuifikia. Unaendeshwa, manake you are possessed, unamilikiwa, una uhuru wako mwenyewe. Viungo vyako ni vya kwako, lakini vinaendeshwa na adui bado. That's too dangerous. Hiyo kitu haiko sawa. Unamkuta Mkristo wa namna hiyo anaanza kukumagia maneno ya nguoni. Imagine, wezi ukazungumza aina fulani ya maneno kama at least umetoka kwenye ngazi ya kwanza ya uhuru, because you are not possessed. Wenzako wanamilikiwa. Wenzako, nisikilizeni hivi, nyinyi mna majibu mazuri zaidi. Uje kutana na watu ambao hawezi kuongea bila kutukana. Kutukana ni kama lugha yao ya kawaida yani. Kuna siku nikakutana na watu wanazungumza, wanacheka na furahi. Akaniambia, vipi wewe mbwa? Anambia, poa, unaendeleaje? Anambia, pumbavu sana wewe mkubwa. Ndio anaongea hivyo. Yaani huyu anamwona mwenzake pumbavu, anamwona mwenzake mbwa. Anambia ng'ombe kabisa, anambia mwenyewe ni mbuzi. Na yani lugha ambayo wao hawana shida nayo kabisa. Na yani anamtukana hivyo afa anampa tano. Siku moja nilikutana na kijana mmoja, hawa piga debe wa stand. Mahali friends kumbuka ilikuwa ni mkoa gani. Bwana alikuwa anamtukana baba mtu mzima wa miaka kama 70 hivi. Anamtukana matusi mazito. Wewe zeni mpumbavu kweli. Bwana unazeka, bwana yani kama vile mbona ufi? Anambia, bwana kijana wangu nimekosa hela. Anambia, wewe mpumbavu. Yani kisa amekosa hela kujazilizia ile nauli. Bana nikagundua wanaelewana, yani lugha yao inafanana. Sasa nipate mtu mzima kwa bana yuko comfortable. Unakuta wanafahamiana kwenye vilabu vya pombe, lugha yao. Lakini kuna mambo ukiyasema wewe tunapata shida. Huyu mtu ametoka kweli kwenye umiliki wa shetani. Kuna vitu kifanya tunapata shida. Watu kule nje unaweza kushangaa, mbele ya watu wanamkumbatia msichana hivi, anaambia hivi, wewe si mke wangu wa 4. Na wanacheka, wanafurahi. Lakini mwangalie jina lako, ukifanya wewe tapata shida. Ukifanya, Biblia imesema ninyi ni chumvi ya dunia. Chumvi ikiharibika itatiwa nini hata ikolee? Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Ni ngazi ya kwanza, ni mahubiri ya kwanza, ni injili ya kwanza ya Mathayo sura ya 5, ya mwanzoni kabisa. You are the salt of the earth. Nyinyi ni ladha ya maisha. Kuna maisha watu ambao wanasema haya yameshaharibikaga. Haya yameshapoteza ladha. Hayana tena ladha maisha. Heshima ipo tena kwenye jamii. Wanakuona tena kama template ya heshima. Template ya uadilifu. Wanakuona kama mfano wa heshima, mfano wa uadilifu. Kwa unapokumbatiwa hivyo tunapata shida. Hata kitendo cha kukumbatiwa tunapata shida na wewe. Kwa kuna ngazi ya kwanza ya uhuru. Ngazi hiyo ni kutoka kwenye umiliki wa shetani. Umilikiwi na shetani.
Umeshatolewa Misri. Farao hana mkono wa nguvu tena juu yako. Umetolewa kwa mkono wa nguvu kwenye umiliki wa shetani wa Farao. You are not under Pharaoh anymore. Umetoka na Farao kalia kwa sababu kapoteza mzaliwa wake wa kwanza. Kapata hasara, mali zimeondoka. Usio kafikiri na sisi pia tunavyowasaidia watu hivi tunachekelewa na shetani. Ni vile tunamjua Mungu. Nikwambie kitu, nisikize kwa makini. Mtumishi wa Mungu mmoja alisema hivi, Kenneth E. Hagin alisema hivi, vita pekee alionayo mchungaji sio vita ya kupambana na magonjwa, kukataa magonjwa kwenye familia yake, sio vita ya kupambana na hali sio za kiuchumi kwenye familia yake. Alisema vita pekee alionayo mtumishi wa Mungu ni kuwatoa watu kwenye umiliki wa shetani. Unapenda mtaani na kuwatoa watu kwenye umiliki wa shetani, hiyo ndio vita haswa. Kwa sababu unamtoa kwenye umiliki wa shetani, unamfanya asimilikiwe na shetani, unampa bwana mwingine. Ndio maana kwenye sala ya toba lazima uweke hiyo Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Najaribu kuonyesha kitu gani? Kuanzia leo mimi namilikiwa na bwana mwingine anaitwa Yesu. Kwa hiyo unapomtoa mtu kwenye dhambi, maana yake unabadilisha mabwana, unamfanya amiliki na bwana mwingine anaitwa Yesu. Usifikiri ni jambo dogo. Hiyo ndio vita haswa. So hiyo ni ngazi ya kwanza. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 13 na 14. Inaitwa kutolewa katika nguvu za giza. Na alitokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Soma mstari kwa sauti kubwa. Biblia inasemaje? Naye alitokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Mstari unaofuata, mstari wa 14 kwa sauti, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Alitokoa kutoka katika nguvu za giza, maana ametupa uhuru fulani. Am I communicating? Naye alitokoa katika nguvu za giza, maana ametupa uhuru fulani. Nakumbuka siku niliokoka, kuna shauku zilikufa, kuna misukumo ilikufa, kuna matamanio yalikufa ndani ya siku ile ile. Unapoongozwa sala ya toba katika namna sahihi, na kama hiyo kitu imetokea ndani yako, ni kuhakikishia kuna vitu vya kwanza lazima vitokee kwenye maisha yako. Kuna appetite itabadilika kutokea sekunde hiyo. Wewe ni uhakika. Sala ya toba tu peke yake inakuja na uhuru fulani. Atokoa katika nguvu za giza, maanake tayari ametupa aina fulani ya uhuru. Hiyo ni aina ya kwanza ya uhuru, sitaki kuisahau. Aina ya pili ya uhuru. Aina ya pili ya uhuru, kufunguliwa kutoka kwenye uonevu wa shetani. Aina ya pili ya uhuru ni kufunguliwa kutoka kwenye uonevu wa shetani. Uonevu ya kwanza ni kufunguliwa kutoka kwenye umiliki wa shetani. Hii ya pili ni kufunguliwa kutoka kwenye uonevu wa shetani kwa nguvu za Roho Mtakatifu na maombi ya imani. Endelea kuandika maneno. Ni kufunguliwa kutoka kwenye uonevu wa shetani kwa nguvu za Roho Mtakatifu na kwa maombi ya imani. Ni kufunguliwa kutoka kwenye uonevu wa shetani kwa nguvu za Roho Mtakatifu au kwa maombi ya imani. Very important. Hii nataka uisikilize kwa makini pia. Nataka kila ngazi ieleweke vizuri kwako. Nimesema kiwango cha kwanza cha huru ni kutolewa kwenye umiliki wa shetani. Shetani hakumiliki tena. Shetani hakuendeshi tena. Hakumiliki. Hakumiliki wewe kwa namna ya ujumla. Hakumiliki tena. Shetani sio bwana kwako. Kiwango cha pili ni kufunguliwa kutoka kwenye nguvu za giza au kwenye uonevu wa shetani kwa maombi ya, kwa sababu yuko Biblia inasema kwamba amekaa kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba, alafu siku zote anatuombea, anatufanyia maombi kila siku, tena yale maombi ya kuugua kila siku anatuombea sisi abeni wa kwake. Lakini inawezekana ukawa mtoto wa Mungu alafu ukateswa. Tunaita oppression. Kuna tofauti kati ya possession na oppression. Mtoto wa Mungu hayuko possessed, hamilikiwi na shetani, ila ana uwezo wa kuteswa na shetani. Wengi wanateswa na shetani. Andika hii point ya kwamba mtoto wa Mungu hawezi kumilikiwa na shetani, ila ana uwezo wa kuteswa na shetani.
Wakristo wengi japo hawamilikiwi na shetani, lakini wanaonewa, wanateswa, wanahangaishwa. Kuna vilio vingi, wamekuwa mateka kwa sababu kuna vitu hawavijui. Nitafundisha pale mbele kidogo. Niangalie sasa. Baba yako ni wa mbinguni. Zaburi 24 mstari wa kwanza, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Baba yako ni mmiliki wa kila kitu. Baba yako ana kila aina ya uhuru unaotaka. Baba yako ana kila utajiri unaotaka. Baba yako amejaa uzima. Lakini angalia, huyu ni mtoto wa Mungu, lakini anateswa na magonjwa. Anateswa na umaskini. Umaskini kwa mtoto wa Mungu hauwezi kuwa, umaskini kwa mtoto wa Mungu hauwezi kuwa laana, unakuwa ni mateso, unakuwa ni uonevu. Unaweza kuandika hiyo point. Umaskini kwa mtoto wa Mungu ni uonevu, ni hila, sio laana. Kwa sababu Biblia inasema kwamba tumebarikiwa kwa baraka zote za rohoni. Ni hila, ni uonevu wa adui. Hata kama ni laana, ujue imekaa kwa mfumo wa hila. Ni kwa sababu hawajui wala wafahamu, utembea gizani. Zaburi 82 mstari wa 5 na 6. Hujui Mungu anasemaje, hujui kanuni za kiroho, hujui nini na kutaka ili ufikie kwenye uhuru. You are ignorant of the knowledge of God. Kuna kaujinga fulani unacho kwa habari ya maarifa ya mapenzi ya Mungu. Kuna vitu vijui. Biblia inasema kwamba alimuonyesha Musa njia zake, lakini wana wa Israeli matendo yake. Kwa hiyo nisikilize kwa makini. Grupu hili la wana wa Israeli liliona matendo. Alafu upande moja wa Musa, niseme upande moja wa Musa alionyeshwa njia. Musa alionyeshwa njia. Wana wa Israeli matendo. Yupi ni bora kuliko mwingine? Mnijibu kama watu wenye uhai na wenye imani na wenye uhakika. Yupi ni bora kuliko mwingine? Alionyeshwa njia. Ni vema Mungu akakuonyesha njia kuliko kuonyesha matendo. Ila Wakristo wengi tumekusanyika kwenye makusanyiko yale makubwa, tuko bize kuona matendo. Hatutaki kuona njia, kujifunza njia. Musa alijifunza njia za Mungu. Aliweza kukaa siku 40 mlimani. Kuna wakati mmoja nilikuwa nasoma Biblia nikawa nafurahi mwenyewe wakati nafanya devotion. Kuna siku Mungu akamwambia Musa, "Mwambie wana wa Israeli nataka nizungumze nao." Nataka nizungumze nao. Kwa hiyo nenda akamwambia wajitakase, akampa baadhi ya taratibu za kufanya. Alafu akamwambia kwamba nenda waambie kesho tazungumza nao. Wala wasijali. Nipo kwa ajili yao. Wajue kitu sawa, kesho tazungumza nao. Basi wana wa Israeli wakawa interested. Wakawa interested sana. Nasema wow, ameamua kuongea na sisi. Na sio kutumia channel. This is good. Wakajiandaa vizuri, kesho wakatoka. Akashuka mlimani, zikapiga radi za moto. Radi za moto. Yakaja matetemeko ya ajabu. Alafu wingu jeusi likafunika mlima. Alafu hajaanza kuongea. Vimeshuka, hajaanza kuongea, vimeshuka. Sasa wana wa Israeli walipoona vile, wakamwambia Musa, nafikiri kitu cha kuzungumza na huyu mzee ibaki kwako. Sisi tuko tayari kusikiliza. Sasa tuwezi biashara. Sisi tuondoke. Fresha sana. Kicho ni fresha zaidi ni Musa akaingia kwenye lile wingu jeusi, kapotelea mle ndani. Musa kaingia kwenye, yani katikati ya radi. Musa anajua ni moto lao lakini hautamla yeye. Anajua ni radi lakini sio kwa ajili ya kumangamiza. Anajua ni wingu jeusi lakini anajua nuru imejaa sana ndani yake. Kwa anaingia kwenye giza jeusi ni kwa sababu alikuwa anajua njia za Mungu. Unajua Musa alikuwa anajua nini? Ni mwingi wa rehema, si mwepesi wa hasira, ana guide. Kwa hawezi kuniua. Anajua Musa hawezi kuniua. Ila wa jamaa kwa sababu ya njia zao humu ndani haziko sawa, wakasema kwa jinsi tulivyo tukiingia kwenye ile wingu tumeisha wote. Kwa hiyo kuna watu ambao wako makanisani wanaangalia matendo. Mungu hataki watoto wake wabaki kwenye kuangalia matendo, show za mchungaji. Kafunguliwa vizuri jamani. No. Shift kutoka kwenye kuona matendo, naenda kaanze kuzifahamu njia. Unapanda viwango katika Mungu unapowekeza kuzifahamu njia za Mungu. Unaweza kuandika hiyo point? Unapanda viwango katika Mungu unapowekeza kuzijua njia za Mungu. Patterns, kanuni za Mungu.
unapanda viwango katika Mungu unapowekeza kuzijua njia za Mungu, kanuni za Mungu za kufanya mambo, kanuni za Mungu za kusaidia kuishi kwenye afya, kanuni za Mungu za kusaidia kuishi kwenye ndoa ya utukufu. Kanuni za Mungu ni zipi? Ni zipi kanuni za kunisaidia kuishi kwenye ndoa ya utukufu? Nisaidiaje ndoa yangu ikapona? Nisaidieje? Hivi niwaulize swali. Nitazame kidogo baada ya kuandika hiyo point. Hivi ni sahihi wewe uliyezaliwa mara pili ndoa ikushinde, alafu na yule ambaye hana matumaini yoyote, hajaokoka amjue Mungu, na yeye ndoa imshinde? Ni haki mbele za Mungu? Ni sawa mbele za Mungu? Hilo jambo la kubalika mbele za Mungu? Baada ya kuyajua yote hayo, baada ya kufunzwa kwa habari ya upendo, baada ya kufunzwa kwa habari ya roho ya upole, baada ya kufunzwa kwa habari ya imani, baada ya kufunzwa kwa habari ya uvumilivu, baada ya kufunzwa kwa habari ya kuongozwa na Mungu, leo ufeli, utahukumiwa kwa hilo. Umesikia yote hayo na unafeli. Biblia inasema hivi, kama mwenye dhambi kama mwenye haki akiokoka kwa shida, vipi mwenye dhambi? Kama inakuwa ngumu mwenye haki kutoka kwenye shida ya kifamilia, kwenye shida ya kiuchumi, vipi mtenda dhambi? Maana lazima uweke alama ya ulizo, alama ya mshangao. Vipi kwako? Nisikilizeni kwa makini, nisikilize kwa makini. Ili grupu la pili nimesema kufunguliwa kutoka kwenye uonevu wa shetani kwa nguvu za Roho Mtakatifu na kwa maombi ya imani. Hili ndio grupu la Wakristo ambao japo wamepata ule uhuru wa kwanza, lakini hapa bado wanaonewa. Kuna kitu cha kurushiwa laana zile ambazo ni ila. Kuna kitu cha kurushiwa magonjwa. Yani ni mtoto wa Mungu, amezaliwa na Mungu, ameni moto lao, lakini anaweza kutamkiwa maneno kwa ulimwengu wa roho na akampata kama alivyo. Maana kuna shida mahali. Hili ni grupu la pili, ndio wale pia ambao tunawasaidia kwa nguvu za Roho Mtakatifu. So nikisema hivi si mtu, kwa sababu kuna wengine ambao wanaendelea kupanda viwango, ndio maana tunawasaidia kwa karama za Roho Mtakatifu. Kuna wengine ambao wamefika kwenye ukuaji fulani na Mungu anaona kabisa huyu ni mtu mwaminifu, ananipenda, ananifuata kwa uaminifu wote, lakini kuna kitu bado hakijui. Kuna neema hajaifikia kushughulika na kile ambacho kinamsumbua. Ndio baadaye unaona Mungu anamwallocate yule mtu kwa neno la maarifa au kwa unabii au kwa kuwekea mikono, ile nguvu inamwachia. Sio kwamba wengine naambiaga para nyingi, sio kila unayemwombea ana nguvu za kipepo. Kuna mwingine unapoweka mkono unakuwa umeigusa madhabahu, na Mungu alitaka iwe hivyo hivyo. Unagusa madhabahu iliyotesa familia yao, kwa hiyo anakuwa ni point ya contact, kwa sababu ni mtu wa uzao wa hiyo familia. Unapoweka mkono kwenye kichwa chake, vile nguvu inaenda kwenye madhabahu, ndio zile nguvu zinaongelea kwake. Naongeaga hivi ili usijisikie vibaya kuona mtu anaombewa au unaombewa. In fact Mungu ameona unampenda, ni mwaminifu kwake, ndio maana amekuja kukusaidia. Amekusaidia kuondolea ule mzigo kwenye mabega yako ili uwe mwepesi kumfuata yeye. Kwa kuna wakati nguvu za Roho Mtakatifu hutumika kuwasaidia watu. Hii ni level ya pili ya uhuru, ambaye mtu anaombewa. Unaona hapa anaita watu mbele na waombea. Tunaombea paka na watumishi wa Mungu, wakati mwingine paka na wachungaji. Unaombea mchungaji ana struggle. Kuna kijana wangu mmoja aliye kuniuliza kanambia, hivi inakuaje kabisa mchungaji eti ana pepo? Possible. Hivi inakuaje mchungaji umefungwa na nguvu za giza? Possible. Hata nao kichunguza vizuri utakuta kuna kitu hakiko sawa. Yeah. Kwa wote tunakuwa katika Mungu. Kwa usika ukafikiri hivyo unasema, unaona sasa eti karudi nyuma. No. Mimi nafahamu. Nimetoka na baadhi ya watu hapo kwenye safari fulani hivi ya kipekee. Mtu anampenda Mungu kabisa, lakini kuna kitu kwenye familia yao kinamvuta, na neema alionayo hawezi kushindana nayo matakataka na hiyo nguvu na hiyo madhabahu. Ndio maana Mungu anaweka ndani ya mtumishi wake. Unaona anakuja na neno la maarifa. Kuna mtu ana shida hii na hii. Maana yake ni Mungu ametaka neema ulionayo wewe, nafasi ulionayo wewe itumike kuvunja hiyo nira na kuondoa mzigo kwenye mabega ya mtu ili aende vizuri kwa huru. Ni kwa sababu moja, usipomsaidia atakwama. Usipoondoa nguvu ya giza mbele ya mtu au kwenye mwili wa mtu, hata kama ameokoka, kuna mahali utamsikia na kusema hivi, nimeomba sana
nimechoka kwenye ile jambo. Kumbe kuna kitu kimemshikilia. Ndio maana wengi mnaonaga nikimwombea hapa majasho yanamtoka mengi, ni kwa sababu kuna kitu alikuwa amekibeba, sio chenyewe. Demonic weights, mizigo ya kipepo ya ndani. Ndio tunapata Isaya sura ya 10 mstari wa 27. Na itakuwa siku ile ya kwamba mzigo wako utolewa mabegani mwako, na hiyo nira itavunjwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Kwa hiyo pako unaweza kuondoa mzigo kwenye mabega ya mtu na unaweza kuvunja nira. Ngoja kufundisha kitu hapa, alafu nita jump kwenda kwenye hatua inayofuata. Angalia kitabu cha Yoshua sura ya 5 mstari wa 9 na ule mstari wa 10. Yoshua sura ile ya 5 mstari ule wa 9 na mstari ule wa 10. Yoshua sura ile ya 5 mstari ule wa 9 na mstari ule wa 10. Yoshua sura ile ya 5 mstari wa 9 na mstari ule wa 10. Ukisoma Yoshua sura 4 itakuonyesha namna ambavyo walikuwa wanaivuka Yordani. Walipofanikiwa walipoanza mchakato wa kuiruka Yordani, Mungu alimpa maelekezo Yoshua, akamwambia chagua watu 12. Am I communicating? Hello? Naomba uwe active kunisikia. Mungu akamwambia Yoshua chagua watu 12 wa kabila 12 za Israel, kila mmoja achukue jiwe pale katikati ya Yordan, mahali ambapo makuhani walikuwa wamepita na kusimama. Mchukue yale mawe alafu mtoke nayo nje. Kwa hiyo kuna mawe yalisimama pale, lakini kuna mawe walitoka nayo nje. Walipotoka nayo nje, baada ya yale maji kurudi, walimjengea Bwana madhabahu mahali ambapo walikuwa wameweka kambi. Lile eneo lilikuwa linaitwa Gilgal. Walipomjengea Bwana madhabahu kwa kuyaweka yale mawe 12 ambao waliyatoa kwenye mto Yordan, Mungu alitaka iwe ukumbusho. Wakija kuulizwa wawaambie watu wao, ni kwa sababu Mungu alitusaidia kutoka kwenye mikono ya Farao, akatuvusha kwenye haya maji. Kwa ilikuwa ni ukumbusho pale Gilgal. Na nisikilize, Gilgal ikawa na ujumbe rohoni. Ikawa na ujumbe rohoni. Ilikuwa na kitu. Mpaka kuvuka pale palikuwa kuna kitu. Manake ni hatua, ni kiwango. Angalia huo mstari wa 5, sura ya 5 mstari wa 9. Sasa imeruka baadhi ya vitu. Bwana akamwambia Yoshua, siku hii ya leo nimeiviringisha hiyo aibu ya Misri iondoke juu yenu. Wametoka Misri, wametoka kwenye mikono ya utumwa, kwenye umiliki wa shetani. Wametoka kwenye mikono ya Farao, wametoka kwenye umiliki wa shetani na nguvu za giza, lakini bado wanatembea na aibu. Bado wanatembea na aibu. Maana yake unaweza kuwa umeokoka lakini kuna aibu ya madeni. Umeokoka lakini bado kuna aibu ya uzinzi. Kuna aibu bado ya vitu kama hivyo. Wametoka Misri, Bwana amewaokoa. Amewapa wokovu mkubwa sana. Amewapa kupendelewa na wa Misri. Hawakutoka wakiwa watupu. Alihakikisha wanatoka wakiwa na mali na kile ambacho walikuwa wanakihitaji. Lakini bado palikuwa na aibu ya Misri juu yao. Mtu anaweza kuokoka akazaliwa mara pili, anatembea na aibu. Anaenda kanisani kabisa vizuri, anamwabudu Mungu, anaabudu vizuri kabisa, ni mwaminifu katika Mungu, lakini kuna aibu inapiga maisha yake vibaya. Walipofika kwenye hatua hii inaitwa Gilgal, Mungu akasema, Bwana ndiye aliyesema, sio Yoshua aliwatangazia watu. Hii sio Yoshua kwenda kwa watu, hii ni Bwana anamwambia Yoshua, mpaka hatua hii niliofikia hapa, nimeiviringisha aibu ya Misri. Oh, walikuwa wanatembea na aibu ya Misri. Mimi niliandalaini haya maneno Roho Mtakatifu ile kwa niweke mkazo, ni juu yenu. Juu, sio ndani. Mungu aliondoa aibu juu yao, sio ndani yao. Takwambia kwenye ngazi ya 3. Angeondoa ndani yao, maana yake ingekuja kwenye level ya wokovu kwenye Agano Jipya. Aliondoa juu. Mimi ningeweza kusema tuishie kwenye level hii kutoka kwenye picha ya wana wa Israeli. Lakini kuna level ya 3 ya muhimu sana, kwa sababu aliondoa juu yao. Haisemi ya kwamba walibadilishwa ndani yao, ila kuna aibu ilitoka juu yao. Vivyo hivyo pia ndivyo ambavyo unaweza kumwombea mtu hapa, uonevu agizwa akamachia pale pale. Haina maana kwamba amekuwa kiroho. Naomba nirudie kidogo. Naweza kuweka mkono kwenye kichwa cha mtu na ile nguvu ya giza inamfanya akae kwenye madeni ikaondoka. Lakini haina maana kwamba huyo mtu amekuwa kwenye eneo la utajiri. Ila nimeviringisha aibu ya yule mtu iondoke. Nimeondoa ile laana iondoke, lakini haina maana kwamba atakuwa na hela.
Sasa hapo msio mna confuse mambo. Usiseme hivi, mbona kaombea hivi jamani, mbona bado hela hapati? No, ni vitu tofauti. Nilichokifanya ni kuviringisha aibu na kuitoa. Kuna vitu asipovifanya, asipovijua, hapati na hela, ila yuko huru. Ujinga haujawahi kuwa na udhuru mbele za Mungu. Ukimng'oa mtu sikio, alafu ukaenda mahakamani, ukawaambia hivi, sikuwa najua kama kung'oa watu masikio ni jambo baya. Watakwambia hilo sikio liko wapi? Hili hapa. Watakufunga angalau miaka 4. Na kama amekufa yule mtu, utafungwa maisha. Wakiwa tayari wameipokea hiyo excuse yako. Ili nakwambia hivi, hakunaga excuse kwenye sheria. Ukivunja sheria lazima ikiwajibishe. Hata kama umeenda kwa unyenyekevu, mimi sikuwa najua, Bwana naomba mnisamee, watakusamee, halafu watakufunga. So ujinga hujawahi kuwa na udhuru mbele za Mungu. Ukiwa mjinga, wewe ni mjinga tu. Kwa mfano, nisikize kwa makini. Hivi mna habari mambo yaga yanatokea. Naweza nikaiondoa aibu ya mtu itoke ndani yake. Alafu hapa mbele ya mashoni ukamsikia anasema, baada ya kuniambia nimekuwa mwepesi sana, maana kuna kitu kimeondoka kwake. Akishakuwa mwepesi, kama haifahamu kweli, atapigiwa simu usiku na shetani anavuta bangi, kama anavyoambia mara nyingi. Anavuta bangi. Kwa akiona umefunguliwa hapa, anakusubiri nyumbani. Anakutengenezea zengwe. Anakutengenezea zengwe. Hasira zinaamka. Hasira zinaamka. Hasira zinaamka. Pressure inarudi kama ilivyo. By the time kesho asubuhi unajisikia mwili mzito tena. Usiku tu mmoja umekushinda kwenda. Hii kitu ya Bwana kuviringisha aibu ya Misri ni kweli ameondoa, lakini haja guarantee mafanikio yao ya kudumu. Amesema tu aibu nimeondoa. Kwa hiyo ukiombewa kwa kuwekewa mikono, usifikiri tayari umesha qualify aina fulani ya matokeo. Nisikilize, umewekwa huru ili ukimbie. Ni maamuzi yako kukimbia au kusimama. Nikukuombea ukatoka mahali, ukishatoka unakuwa mwepesi, then run. Anza kuyafuata mambo kwa usahihi. Anza kusoma, anza kufunga, anza kumfuata Mungu kwa usahihi, kwa sababu umeshakuwa huru kufanya yale ambayo wakati umefungwa ulikuwa huko huru kuyafanya. Amen. Kwa hiyo kumbe tunakuondolea kongwa. Okay, fine. Nitoe mfano mmoja, mchungaji. Njoo panda tupande. Wewe sio mwepesi kukimbia, wewe mzito kukimbia, sawa? Wewe mzito usio mwepesi. Kwa mimi niko tayari kukimbia. Niko tayari kukimbia. Lakini hicho ambacho nimefungwa nacho kinanizuia kufanyaje? Kukimbia. Upako unachokifanya unakikata. Alafu ya kata tutakushangaa kama unatembea tena. Kwa sababu upako umekikata, umevunja hiyo nira iliyokuwa inakuzuia kukimbia, iliyokuwa imekushikilia, ili ukimbie kwa wepesi. Ili uanze kukesha kanisani kwa wepesi. Ili uanze kumtafuta Mungu kwa wepesi. Kama unaweza kusema amen. Unaweza kwenda kukaa. Okay, fine. Ala kanoske vila mandara bakos rikabash. Bebe hivyo viti njoo navyo. Hivi vya njoo na hivi viti vya kijana. Vibebe. Viweke juu. Viweke juu. Tukaambiwa tukimbie paka mjini. Tutoke hapa hadi mjini. Definitely yule lazima nitamwacha. Kwa sababu nguvu zake zimegawanywa. Zimegawanywa. Nguvu zangu ziko organize kukimbia. Nguvu zake ni kweli yuko determined. Yaani tukisema haya mkimbie, mpige hatua kwenye maisha, ana nia anayo, shauku anayo, utayari wa kukimbia nao, ila nguvu zake zimegawanywa. Kuna nguvu zimebeba mzigo, kuna nguvu zinataka zikimbie. Kwa atakimbia kweli, lakini atakuwa anavutwa. Atakuwa anavutwa kwa sababu nguvu zake zimegawanywa. Hii ndio mizigo. Biblia inasema hivi, upako unaondoaga mizigo kwenye mabega ya watu, ili awe mwepesi au mwepesi kukimbia. Nani amenelewa vizuri? Unaweza kwenda kukaa. Kwa hiyo Bwana alipoviringisha aibu ya Misri toke juu yao, alitaka wawe na uhuru fulani. Alitaka wawe na aina fulani ya uhuru. Hata kama itakuwa ni uhuru wote, lakini una aina fulani ya uhuru. Umemkuwa mtoto wa Mungu,
umekutana na nguvu za Mungu ukatolewa kitu fulani. Maana umekaa kwenye level fulani za uhuru. Sasa Mungu anakutarajia umove, upige hatua fulani. Ngazi ya 3 ya uhuru. Tutamalizia hapo. Kiwango cha 3 cha uhuru. Kiwango cha 3 cha uhuru ni kugeuzwa mfumo wa fikra. Hiki ndo kiwango cha juu cha uhuru. Ni kiwango cha juu cha uhuru. Ni kugeuzwa mfumo wa kufikiri. Mithali sura ya 11 mstari wa 9 inasema wenye haki wataokolewa kwa maarifa. Ukikaa kanisani kipindi cha miaka 2-3, usifikiri Mungu atakuokoa tena kwa deliverance. Kuna ngazi za kuombewa na ukafunguliwa, ila kuna ngazi Mungu atataka uanze kuokoka kwa maarifa. Yaani uifahamu kweli na hiyo kweli kuweka huru. Kila mmoja nisikilize hapa. Hapo kuna umuhimu mkubwa. Huu ndo mchakato wa kuondoa Misri kutoka ndani ya mtu. Huu ndo mchakato, hiki ni kiwango cha juu cha juu kabisa cha uhuru. Ni kuitoa dunia ndani ya moyo wa mtu. Ngoja nikuulize swali. Kila mtu anitazame. Hivi mara ya kwanza unanisikia nasema hivi, unaweza kufanikiwa kiuchumi bila kukopa? Ulinielewa? Ongea tu ukweli wa Mungu, ulinielewa? Nyie ni wastaarabu sana. Mimi mwenyewe sikuelewaga mwanzo. Unawezaje? Sizungumzii unaongea kwenye platform ya ufahamu wako katika Kristo. Nazungumzia wakati ujui. Unaona haiwezekani kabisa. Ukiambiwa unaweza kujenga nyumba bila kukopa, unamwangalia mchungaji sema, "Tau, unawezaje?" Kwa mfano mimi, ungeniambia mwanzoni kabisa kwa unaweza kuwa mchungaji bila kuombaomba watu, ningesema haiwezekani kwa sababu kazi ya mchungaji ni kuomba watu. Na kulialia. Na kutia huruma. Na kutembelea washirika kwenye frame zao. Na kupita asubuhi kwenye migahawa na kufanya maombi, huko kupewa sadaka ya chai na malimbuko ya siku ya mandazi. Je, inawezekana? Isingewezekana. Na natoa kesi hapo ofisini na nawafahamu washirika vizuri. I thank God na wafahamu washirika sasa. Usicheze na mshirika. Usicheze na mshirika. Ngoja ahame kanisa lako. Ngoja ahame kanisa lako. Mshirika unamtembelea anaambia, "Baba umekuja. Mungu akubariki baba." Anakutengea. Akaondoka kanisani kwako tena mwambie mchungaji mwingine. Ili mchungaji alikuwa anakuja kila siku asubuhi kwenye mgahawa wangu. Ndio. Halafu na anakunywa chai. Iko kwenye mahesabu kabisa ya siku. Na mandazi. Maana yake ukimfanyia mshirika kitu ni jambo la muda, akihama kanisa anakupeleka kwa mchungaji mwingine au kwa mtumishi mwingine. Nani ambaye angekubali mapema? Unajua hiyo inakupa picha gani? Unatoka Misri lakini mfumo wa Misri uko wapi? Ndani. Nikisema hivyo unaweza kusema kwamba kwa hiyo watu waishije sasa? Una maisha yako ya kiagano. Wanje wana maisha yao. Kwa hiyo biashara zitafanyika tu kwa sababu wewe una maisha yako ya kiagano. Na wengine bila hivyo hawawezi kuishi. Ila sisi tumeshatolewa kwenye hiyo mifumo. Imeshatoka ndani yetu na tumetolewa kweli kweli. Today, leo nina uhakika na huyu Mungu pasipo maswali ya kwamba una uwezo wa kuwa tajiri na ukwasi na mali. Unaweza kuwa mtu mkuu nje ya kanuni na taratibu za kibinadamu na za kidunia. Inawezekana 100%. Huyu Mungu ni mwaminifu sana. Leo mimi namtumikia, mnisikie kwa makini. Kwa sababu kuna kitu kiliondoka ndani yangu baada ya kufahamu. Leo namtumikia Mungu kwa uhuru, ni kwa sababu nimeshaanza kupata uzoefu naye. Nakumbuka kuna wakati Mungu aliniambia kitu. Nilienda kuhudumu mahali, nimekuambia, nilienda kuhudumu mahali. Nilipoenda kuhudumu, nikashangaa mchungaji hafanyi changizo la mtumishi. Hatoi bahasha. Wakati wa utoto, wakati wa ukuaji, wakati wa uchanga wa kihuduma. Na nasema hivi kabisa kwa sababu tunakuwa. Nasema neema hii iliyoshuka mahali hapa, mchungaji hata kuiheshimu haiheshimu kabisa hii neema. Wamenyamaza kimya.
mpaka semina inaisha. Moyo wangu nasema hivi, hapa sijui hata kama nauli nitapewa hapa nianze kujiandaa kivingine. Mungu aka-expose upumbavu wangu ili anisaidie. Wale watu pamoja na uchache wao walikuwa ni wachache kweli. Yaani hao walio hapa katikati ni wengi. Hiyo ndio ilikuwa semina. Ila waliweza kunipa 200,000. Nilijiona mjinga mmoja. Nilijiona sifini. Yaani nilifanya toba, nikatembea moyo wangu wote unapata shida. Ilibidi nikate hela fulani nirudishe kwa yule mchungaji ili nipate angalau amani. Alafu wewe niambie kitu. Unafikiri mimi nilikuwa nawaza wanipe shilingi ngapi? Yaani unajua bwana, ukuaji ni ukuaji tu. Nilikuwa nawaza wanipe 70,000 hivi. Kwa hiyo nilipiga mahesabu. Nilipiga mahesabu 70,000 itanitosha kwenye mambo yangu. Think about that. Wakanipa 200,000. Mungu akani-expose. Baadaye nilipotoka pale nikasikiliza video ya mtumishi wa Mungu mmoja yuko Nigeria anaitwa Pastor David Biomie. Akasema Mungu alimwambia hivi, ukihudumu mahali alianza kutoa mfano huu. Umeikuona wapi mwalimu wa shule ya msingi anawadai hela wanafunzi? Aliajiriwa na serikali. Anawadai, anambia naomba mshahara wangu. Mimi naombeni hela yangu. Mimi nawafundisha mpaka jioni hii, naombeni hela yangu. Hadai ni kwa sababu anajua aliyemwajiri. Mwalimu anajua ameajiriwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kuwahudumia wanafunzi. Kwa hawezi kuwadai anaowahudumia. Ameajiriwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kuwahudumia wanafunzi wa serikali yake, ili kukuza elimu zao. Mungu akamwambia hivi, na wewe pia ni mhudumu wa ufalme wa Mungu, kuwahudumia watu wa ufalme. Kwa hiyo aliyekuajiri ni Mungu. Usiwadai watu nao wahudumia. Nitakulipa mimi. Nikasema wow, sikuwa najua. Toka ile siku ile mentality ikafa. Maana yake ile Misri kaondoka wapi? Ndani. Ilipotoka ndani, Mungu akaniambia hivi, ninajibu kazi, ninalipa kazi. Kwa hiyo ukienda kwenye semina mahali ukaanza kufundisha ovyo ovyo, nitakulipa sawa sawa na kazi uliyoifanya. Oho, mtenda kazi anastahili ujira wake. Na tunatofautiana kazi. Mwalimu mkuu anaweza kulipa fedha nyingi kwa sababu ya majukumu mengi. Manager anaweza kupewa fedha nyingi kwa sababu ya majukumu mengi. Tofauti na huyu fundi wa kawaida ambaye anaunganisha huku kwenye bracket huku mtaani, tofauti na yule. Kwa hiyo Mungu akaniambia hivi, ukifanya kazi ambayo itaniridhisha mimi nitakulipa sawa sawa na kazi uliyofanya. So hilo kanisa. Nisikizeni sasa kilichotokea. Baada ya pale inakuwaga hivi, nikimalizaga ninafanyaga kila Mungu alichotaka nikifanye. Ninaombea watu kwa passion. Natumia ule muda ambao Mungu alitaka niutumie kwa ajili ya hayo. Hata kama wangetaka nifundishe mara 3 kwa siku, mimi capacity ninayo. Niko tayari. Wage iko hivi. Wakinipa honorarium. Na wengi usema kwamba ni kitu kidogo. Tunajua mimi ni mchungaji, najua. Uwezi utarajia vitu vingi sana kutoka kwenye kanisa la mahali. Lakini nakuaga hivi, siku ile ile ninayomaliza semina, mtu mwingine kabisa unitumia fedha nyingi sana, hata mara 4 hiyo. Yo Mungu uniambiaga nimekulipa sawa sana kazi uliyoifanya. Sasa ilitoka ndani yangu. Vivyo hivyo pia tena kwenu. Kuna mfumo unao ndani. Nisikizeni hapa. Tunaweza tukao tunafundisha sisi humu ndani. Unafundishwa, lakini kuna kamsimamo unacho ndani. Kuna kakiburi cha najua. Kuna kile kakiburi cha hawajui tu. Kama ndani yako. Hako kana kuondolea aina fulani ya huru. Kana kuzuia kufikia kwenye ukamilifu fulani. Ni Misri haijatoka ndani ya mtu. Dunia haijatoka ndani ya mtu. Kawaida ya walimwengu haijatoka ndani ya mtu. Kawaida ya wenyeji wa nchi tunaita. Yaani sikilize, mpaka kawaida ya wenyeji wa nchi iondoke ndani yako, utaanza kumexperience Mungu kwa ukamilifu wake. Kawaida ya wafanyakazi wenzako. Kwa nini umekopa? Ni kwa sababu nimeona wafanyakazi wenzangu wanakopa. Kwa nini umechukua haya matipoti? Amazing. Maisha nayo ni ya kipekee sana. Umekuona wapi mtu anakula kwa chakula kwenye utipoti ya kukopa? Kuna wanadamu wanafanya hivi. Kwa utipoti ya mkopo. Una aibu, naweka wali mle ndani. Na mnakula kabisa kwa comfortable. Something is wrong.
na unadaiwa 250,000 package ya multiport, na nyumbani kwako kunaga mtu wa kula chakula cha baadaye wa kusubiriwa. Unaweza kupunguza moto kwenye jiko tu na kuacha kwenye sufuria lako, na neema ya Mungu ikaongezeka kwenye maisha yako na ukanunua multiport. Kuna kitu hakijaondoka ndani yako bado. Listen to me very carefully. Kuna kitu bado hakijaondoka humu ndani. Kuna watu ambao malaka na masakata faragadafa. Niachane na mifano. Warumi sura 12 mstari wa kwanza na wa pili. Hasa mstari wa pili. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu, mpate kuyafahamu mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kupendeza na makamilifu. Mungu anataka ugeuzwe ndani, uanze kuyafahamu mapenzi ya Mungu yaliyo makamilifu, ya kwamba ninaweza kufanya kuwa tajiri nje ya kukopa. Ninaweza nikakufanya kuwa tajiri zaidi hata ya mifumo hii ambayo unaiona inaendesha maisha ya watu wengine. Mungu anataka ugeuzwe mfumo wako wa kufikiri. Level ya juu ya uhuru ni kugeuzwa mfumo wako wa kufikiri, ni kuanza kuwaza sawa sawa na Mungu anavyowaza. Very important. Na namshukuru Mungu ya kwamba mchungaji wako hivi navyoongea, kuna uhuru fulani ambao Mungu ameniwekea, ameshaweka ndani yangu, na nauona na ufeel na nafurahia. Nimetoka kwenye mipaka fulani hivi. Nimetoka kwenye mipaka fulani. Unajua kuna ile unaishi sawa na mipaka ya jengo hili. Na naona Mungu amenisema, na I admit that it is the help of God. Ni kusaidiwa na Mungu baada ya kumfuata Mungu kwa kanuni zake. Nenda kacheki Wakristo wengi. Jambo limetokea, likitokea Biblia yake iko pale na amesoma mara kadhaa, ila namna anavyoitikia lile jambo ni tofauti na Biblia inavyosema. Kwenye Biblia yako, baada ya watu kupata matatizo, walikimbia madhabahuni kuomba. Huyu anakimbia kwa mtu kutafuta msaada. Maana mfumo wa kufikiri hujabadilika bado. Haujabadilika bado. Kwa nini unatumia nguvu sana kufanya mambo? Haujashtuka bado. Kwa nini unatumia nguvu nyingi sana kufanya jambo? Na kitu mimi nilikataa hicho. Kufanya mambo kwa kutumia nguvu nyingi sipendi. Nisikilize sasa. Ukifanya mambo kwa kutumia nguvu nyingi ni ishara kwamba neema haipo. Na kama neema haipo, maana yake umjui Mungu kwa namna fulani. Kwa sababu inasema Biblia, neema na amani viongezwe kwenu katika kumjua Bwana. Kwa hiyo neema inaongezeka kwako, afu urahisi unaongezeka unapomjua Bwana. Kwa maana yake unapomjua Mungu kwa kina, urahisi unaongezeka wa kufanya mambo. Ukiona unafanya mambo kwa kutumia nguvu nyingi sana, ujue kuna mahali uelewi. Hii ni dunia kuondoka ndani yako. Hiki ni kiwango cha juu kabisa cha uhuru. Holy Spirit. So, naomba kitabu cha Wagalatia sura ya 6 mstari wa 14 na mstari wa 15. Huo mstari ni mzuri sana. Tasoma hiyo mstari tutaelekea kumalizia baadhi ya vitu. Wagalatia sura ile ya 6 mstari wa 14 na mstari wa 15. Nataka hapa tufike hapa wote alafu nikuonyeshe kitu. Nikuonyeshe msisitizo wa jambo fulani. Lakini mimi Asha nisione fahari juu ya kitu chochote. Huyu ni mtu alifika kwenye uhuru wa mwisho kabisa, ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Maana yake ufahari wangu ni msalaba. Ufahari wangu sio mshahara. Ufahari wangu sio kazi. Ufahari wangu ni msalaba. Angalia maneno. Ambao kwa huo ulimwengu ulisulubishwa kwangu. Hawezi kuongozwa na kuendeshwa na ulimwengu ni kwa sababu ulimwengu ulisulubishwa kwake. Naomba nirudie. Hawezi kufuata kawaida ya ulimwenguni kwa sababu ulisulubishwa kwake. Oh my good God. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Maanake msifuatishe namna ya ulimwengu huu, bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu. Paulo kwa kusema yale maneno ya Warumi sura 12 mstari wa 2 ni kwa sababu alikuwa na ufahamu. Anasema hivi, ufahari wangu ni msalaba wa Yesu, ambao kwa huo msalaba ulimwengu ulisulubishwa kwangu, alafu na mimi kwa ulimwengu. Yaani manake sifuati namna ya ulimwengu tena, kwa sababu nilikufa yani na baada ya kufa siwezi kufuata nini ya kawaida ya ulimwengu.
Ulimwengu ulisulubishwa ndani yangu kwangu, alafu mimi nikasulubishwa kwa ulimwengu. Kwa hiyo maana yake mfu hawezi kufuata hiyo kawaida tena. Mstari unaofuata 15. Amazing God. Hey. Kwa sababu kutahiriwa si kitu. Kutahiriwa si kitu. Alafu anasema wala kutokutahiriwa. Nafikiri wale ambao walikuwa wanafundisha mafundisho ya udanganyifu na uongo wakati ule kwa Galatia nilikuwa na wakazia watahiriwe. Akamwambia kama mjui kutahiriwa si kitu wala kutokutahiriwa. Anasema bali kiumbe kipya. Cha msingi zaidi ni hata imekuwa mtu akiona na Kristo. Amekuwa kiumbe kipya, iko ndo cha msingi. Nisikilize kwa makini. Kuwa ABC si kitu. Kuwa TAG si kitu. Ni paka pale ufahamu utakapothibitika ndani yako ya kwamba wewe ni kiumbe kipya, ndio picha mpya ya kuishi kwako itaanza kuonekana. Somo mzuri nikashangaa sana. Maana kiumbe kipya ni kitu cha muhimu sana. Ndio maana kwenye Wakorintho wa pili sura 5 mstari 17 inasema tazama yote yamekuwa mapya. Kwa lazima mtazamo wako badilike ili uanze kuishi maisha mapya. Kutahiriwa si kitu wala kutokutahiriwa, bali kiumbe kipya. Anajaribu kusema kitu gani? Mimi ni kiumbe kipya. Kwamba nimetahiriwa au sijatahiriwa, mimi ni kiumbe kipya. Kwamba nimetahiriwa au sijatahiriwa, mimi ni kiumbe kipya. Nisikilizeni. Mtoto wa Mungu ambaye anateswa na masturbation, anayeteswa sio na majini mahaba, atakapoamka asubuhi na ile picha ile ndoto, alafu akasema shetani kwamba nimeota kwamba sijaota, mimi ni kiumbe kipya, hiyo kitu na mtikisiko kuzimuni. Shetani anayogopa hiyo kitu zaidi ya deliverance. Anaweza kuruhusu kaambiwa, lakini hawezi kuruhusu uone hii siri. Utakapoamka asubuhi ukasema shetani ondoa bangi zako, shetani ondoa upuzi wako, mimi ni kiumbe kipya. Kwamba nimeota kwamba sijaota, mimi ni kiumbe kipya. Na paka mfano wa mshirika wangu mmoja hivi, sitamtaja jina lake kwa ajili ya heshima. Yeye alikuwa akiota ndoto kwa habari ya kanisa hili, ni jeneza. Inakuwa tu ni kubwa au dogo. Kwa hiyo ni jeneza. Yaani kwa tofauti ya ndoto ni size ya majeneza. Kwa kila alikuwa akiota anakuambia ni baba nimeota kuna msiba kanisa. Nikaona jeneza la kuja la mtoto au la mtu mzima. Kwa hiyo tofauti ya ndoto ilikuwa ni kwenye size ya majeneza. Hizo zikiendelea sana. Sasa akinitumiaga hiyo message haiingiagi moyoni. Naachana naye. Na muda unapita hakuna anayekufa. Siku moja nikamwambia hivi, sasa ngoja nikwambie kitu kwa habari ya ndoto zako. Nikamwambia hivi na habari ya kwamba sisi tumepita mautini, kutoka mautini kuingia uzimani. Nikamuuliza sasa hivi tuko wapi? Akasema tuko uzimani. Nikamwambia okay. Kama tumepita kutoka mautini kuingia uzimani, alafu wewe unaota ndoto za huku tu peke yake. Maana sisi tumevuka, wenzako wewe hujavuka. Ndio maana ndoto zako ni za upande huko. Hakunipigia simu tena. Hakunipigia simu tena. Nisikizane kwa makini. Mimi hata hizi ndoto za tension hizi nishaona ni utoto. Hizi za tension hizi, baba nina vita baba yangu. Yaani nikilala usiku napigana, napambana, na wapiga wanaanguka, na paa juu. Ni utoto. Nitaambia kwa nini. Inategemeana ni platform ipi unaishi. Subiri kidogo. Inategemeana ni wapi unaishi, kiwango gani unaishi. Inategemeana. Maana shetani anapenda tension. Ukiona anakutengenezea tension, maana kuna kalevo fulani hujakahama. Sasa nisikilize. Ninatolega mfano yule mtumishi wa Mungu ambaye alikuta pepo limekaa kwenye kiti chake linaongea. Ungemwaga lugha ngapi pale? Ungemimina lugha ngapi pale? Ungekiri mistari mingapi ya Biblia? Ungeanza kumwambia sitakufa bali nitaishi. Ile alipoona sema wewe mpuzi ndio umeniamsha. Akaenda kulala. Kumuonyesha kwamba wewe ni kindergarten. Wewe ni watu. Pepo linatafuta nitokeje sasa hapa? Hakuna kitu kizuri kwenye maisha kama kumdharau shetani. Kwa sababu umdharau ukiwa na akili.
njoo mdharau na ujinga wako hapa, tuondoe mguu. Anapenda attention. Ila walokole wa kiroho anakuambia nina vita baba, nina vita. Vita. Akienda mahali hawapendi. Akienda mahali hawataki kuniona. Akienda mahali nilipoingia wakaanza kupambana na mimi. Kuna uhuru mbona hauna? Kuna lugha ni za watoto. Mimi sifanyi mambo kwa sababu nimeonyeshwa. Nafanya mambo kwa sababu najua. Paulo anasema namjua mtu mmoja alienda miguu za tatu. Kwamba alikuwa katika mwili sijui. Kwamba alikuwa roho sijui, ila namfahamu. Mtu mmoja. Ajaribu kusema kitu gani? Nishatoka kwenye level yenu ya kelele nyie wa Korinto. Mna kelele mno. Ajaribu kuambia mtu mna kelele. Huyu anatoa neno la maarifa, huyu anatoa, yani mna fujo nyingi, lakini mimi baba yenu nimeenda miguu ya tatu na siongeagi. Inategemeana uko level gani. Ila hapo amkubali. Hapo nakusikia kwa moyo wako unasemaje? Baba ajui. Kuna vimisimamo vya kijinga unaweza kushikilia hivi na usikue. Template ya mamlaka ya kiroho kwangu waga ni babangu wa kiroho, askofu wetu mkuu. That's a template. Yani yule ni mwanaume anayepuuzia vitu vya kijinga. Mimi ndo nilipenda kuishi hivyo. Mimi sikupenda ule kiroho watumishi. Yani kwanza muda wote ngita zimejikaa hivi. Hii halina amani. Unaona kabisa ni matatizo matupu humu ndani. Na kukaa chini ya mchungaji anaoonyesha, yani wewe mtakuwa wachawi wote. Ngoja kidogo. Nitaelezea. Hakuna kitu kibaya sana kama kuendeshwa kuonyeshwa. Hiyo ni kitu ya hatari, mtakuwa wachawi wote. Utakuwa unasema baba, nilipokuwa nimekaa kanisa kuna mama mmoja nimemuonyeshwa. Mimi nawaambiaga hivi, kanisani kwangu usionyeshwe mshirika. Wewe lala, amka, mjue Mungu sana ili uwe na nini? Na amani. Kwa ukija hapa kanisani ukasema nimemwona mama fulani, mwache hivyo na bangi zake, tutamsaidia. Yule mama namuona macho yake mekundu, tukiwa tunasifu. Wewe mwache, wewe ulimleta. Unazuiaje wachawi kujifunza na wewe? Wacha wajifunze. Nyie mjaona vitu, nyie mnaonyesha ndotoni, mimi naonaga live. Siku moja nimekaa pale kwa mzee wangu ndani. Nyie mko ibadani, najiandaa kuja ibadani. Niko nimekaa mle ndani, nikaona mama mmoja anakuja ibadani, kavua viatu kavivaa, kavigeuza kavivaa tena, kavivua. Yaani anafanya mazoezi na muona hivi. Wewe ungesimama madhabuni ungefanyaje? Ungefanyaje? Ungesema naonyeshwa. Mimi nimemuona, sijaota, nimemuona kabisa. Nilikuwa na haki zote, lakini namuondolea attention. Mimi wewe ni mtoto mdogo. Sio hapa. Mpaka leo yani kabibi cha watu kako kanatembea hivi, afu anamwambiaje huyu amefanyaje? Naye atakufaje akiwa amemjua Mungu usipomsaidia wewe? Wanaka atakufa kwenye dhambi. Woga umejaa kwenye mioyo ya watu. Tension zimejaa humu ndani. Hofu zimejaa ndani. Siyasema usiwe na hekima. No, siondoa nafasi ya hekima. But at least ondoa hiyo tension kwa kumjua Mungu. Mimi nilikataga ule utumishi wa tension. Unalitesa kanisa. Unajua hapa msinitishie hapa, kuna wachawi mko hapa, kuna wachawi. You are embarrassing people. Unatesa watu kisaikolojia. Kuna wachawi wakati ni washirika wako hao. Alisema Bishop Edepo, kama kanisa halina mchawi sio kanisa la Bwana Yesu. Kwa sababu nuru ivuta kila kitu. Wakati wa masika ukiangalia taa kuna wadudu wako wanakuja kwa nuru, si sawa? Inavuta kila kitu. Siku moja Bishop Edepo, nisikizeni sasa. Alikuwa mkutano wa Injili. Alipofika hivi akasemaje, kuna wachawi wangapi mko hapa? Sio watu wangapi mnataka kuokoka. Wachawi wangapi mko hapa? Akasema nyosha mkono juu. Wakanyosha mkono wote juu. Yaani wananyosha mkono ikuonyesha kwamba dimension yule mzee sio ya kwako. Yaani nawaangusha, nawapiga, huyu awapiga na waita njooni. Niwaambie cha kufanya. Kwa sababu mpaka mchawi ameacha kazi zake amekuja kwenye mkutano wako. Wewe usimsaidie. Sisi ni hofu tu ya watumishi. Nisikilize, huyu hapa ni Filipo. Huyu ni Simeoni mchawi. Humwoni Filipo akaangika na Simeoni mchawi kwa sababu anaifahamu level yake.
Simeon, you are too common. Wewe ni wa kawaida, unafanya mambo ya watoto. Nimekuja mwenye shule nikuonyeshe nini maana ya nguvu za Mungu. Filipo ana kazi hata kuanza kwa damu Yesu najizungushia. Unajizungushia hapo wakati Simeon mwenyewe anataka kuokoka. Simeon mwenyewe anataka kuokoka. Simeon mwenyewe anataka kuokoka. Unajikinga na Simeon. Mfanye Simeon aone maonyesho. Akiona asemaje, mimi kwa kweli sijaanza na sijui ni maana nguvu. Nasema na mimi kwa kweli nipokee. Na mimi nipokee uwezo, nipeni uwezo huu na mimi. Yaani unafanya mambo mpaka mchawi anasemaje, sijawahi kuwa mchawi bado. Niliondoa haya matension hayo. Mjaribu kufikiria, unajua utachoka Umeenda kwa mfano mimi hapa sasa hivi, useme uanze kuzunguka kila mkoa. Mwalimu Makasege saa ngapi? Kila mkoa anza kusema nilipofika Karagwe wakanifuata watu wa Karagwe. Utafuatwa na watu wangapi? Kwa sababu uchawi uko kila mahali. Wengine ni utoto. Wengine ni utoto. Ndio maana watu wazima usikiwa wanaongezwa lugha. Okay fine. Nitachoka mchungaji. Nimeenda Mwanza kusema hivi, nilipofika Mwanza Wasukuma walikuja. Nikapambana nao. Wanakuja sio hotelini, sio kwa madhabahu. I don't care. Ndio watu wakuta akifika pale anaanza. Anaingia. Uweze hata kusalimia watu reception. Uko ofu imekuja mpaka kwenye nywele. Rakata papa. Shakatakata. Nakomboa reception. Nakomboa corridor. Nakomboa tiles. Nakomboa mlango wa hiki chumba. Nakomboa chumba. Unaingia chooni hivi unaogopa, nakomboa. Mara uteleze kwenye choo. Uone majini yamesha kuingia. Sijui Mungu alivyo wa ajabu. Mara chache sana nikifika kwenye chumba nasema Baba asante kwa sababu nuru imeshaingia. Utukufu wako uko mahali hapa. Mara chache. Mara nyingi waga nalala nikiamka na nakumbuka. Ni Mungu ananifunza. Mara nyingi sana waga nalala. Sasa nimeshaingia. Okay fine. Hamna shida. Unajua consciousness yangu iko wapi? Niko mbinguni. Wenyeji wangu uko mbinguni, sio hapo chumbani. Wewe ni wa kiroho sana pako umekuwa jinga. Ukishika ushuka hivi nani alilala hapa? Sasa wewe huwezi kuishi kwa hizo bangi. Wewe umetoka hapa hujaenda Moshi bado. Ukutana na mizimu, maana unajua hata shule ya mizimu inatokea wapi. Hujaenda bado Tanga. Wewe watakuwa njiani. Yaani mambo unapaswa kuonekana nayo. Panda kwenye ndege free. Shuka free. Ingia mahali free. Kwa sababu ndani yako umekuwa mtu huru. Amen. Auko chumbani umeketi pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho. Mwenzako anajua uko chumbani, maana lazima atakaze chumba kwa sababu yuko chumbani. Mimi siko chumbani. Mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Maana yake nikiingia mahali, shida yetu ni kwamba sisi uhai wetu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Waga tunatoka. Ukishatoka najikomboa, najiwekea damu. Ni kwa sababu umetoka siku nyingi. Haupo. Ukiona mtu yuko na hizo tension unajua hayupo. Ila wengine utawashinda baba zako katika imani. Mzee Smith Hugos ameenda kuhubiri injili mahali fulani. Ni wazee wetu katika imani, sio Tanzania hii, lakini tunawafuatilia. Lazima ujue hivyo, majina yasikusumbue. Haya, ameenda huyu ni mmoja wa baba wa imani. Ameenda kuhubiri mahali fulani kwenye kijiji cha wachawi. Unajua kuna wachawi na wachawi. Kuna wachawi na wachawi. Anasema hivyo, amelala usiku, akashangaa watu wanne wanamtoa ukutani, sio mlangoni, ukutani. Haina kuna watu na watu bwana. Anatoa hivi kabisa ukutani hivi, anatoka hivi ukutani kabisa hivi. Wamembeba wanne. Asa shtuka hivi yuko juu anaelea. Majamaa anamtoa. Akasema hii sentence, au ndo baba zetu akasemaje? Hakikisheni mkinitoa amenirudisha salama. Kwa hakikisheni mkinitoa hivi afa mfanyaje? Mrudisha. Kwa alipomtoa hivi wakageuka wakaanza kumrudisha. Akamweka sawa wakaondoka. Wewe ungezimia, ilibidi yaani hapo Mungu angefanya dharura ya malaika kama 10 hivi.
hata kama ni wakubwa kiasi gani, washuke kukurudisha, maana ungekufa. Acha masuala tension, wekeza kumjua Mungu. Acha tension. Yaani usipende kuchosha watu na hayo mambo. Wachungaji wangu wakati wanakuwa mwanzoni, walikuwa wanaota ndoto. Yaani Phineas ni nabii, Apostle ni nabii, Neema mke wa Pastor Alphonse ni nabii, wewe Lispa ni nabii. Una manabii wanne. Akiamka asubuhi, huyu atakwambia nimeota kuna ndege Mwarabu wamekuja wamejaa kanisani. Wanachukua washirika wanawatupia kule. Wanaambia nimeonyeshwa fulani ni mchawi. Nikasema hapa sasa. Wanaota ndoto. Wao kila Mungu nisaidie na mimi wote. Wao wakilala wanaona mambo magumu. Nikasema vijana nikiwafuata hao, kanisa litaharibika. Kwa sababu wanakupandia mbegu ya uchanga. Tumeona fulani anarusha viti nje. Hiki mtu ameonyesha anarusha viti nje. Unajua visa fulani ndo anaharibu kanisa kukua. Nikasema tuache hivi tu kwanza. Tuache hivi tu kwanza. Sikumind. Nilichoshangaa ni kwamba kadiri wanakuwa wanaacha. Wanapokuwa wanaacha, maana uhuru unakuja kwenye roho zao. Wanaacha kuona hayo. Na kuna vitu vingine ni vya watoto. Am I communicating? Ni muhimu sana uhuru katokea ndani ya roho yako. Very important. So tunamalizia mambo ya kuzingatia. Jambo la kwanza, ufahamu mambo ya kuzingatia kwenye ile eneo la tatu ya kwamba ubadilishe mfumo wako wa kufikiri. So nataka uzingatie mambo. Jambo la kwanza, ufahamu unakusaidia kutembea katika upya uzima. Ufahamu unakusaidia kutembea katika upya uzima. Ufahamu. Ukikosa ufahamu huwezi kutembea kwenye upya uzima. Siyasema utembea katika vita, nimesema utembea katika upya uzima. Dhamiri zako za ndani, mfumo wako wa kufikiri, utembee kwenye ufahamu. Warumi sura ya 6 mstari wa 3. Kuna maneno kadhaa. Kuna neno moja kwenye mstari wa 3 na neno moja mstari wa 6. Nitaenda kwa haraka. Kwenye mstari wa 3 kuna neno linasema hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu, tulibatizwa katika mauti yake. Maana tulikufa katika Kristo Yesu. Kuna mambo hayapaswi kusema kwetu hamfahamu. Maana kimekosa ufahamu wa hiki. That's why mnateswa na hili jambo. Mstari wa 4, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alifufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tunaenda katika upya uzima. Kwa hiyo maana yake kuenda katika upya uzima ni matokeo ya ufahamu wako kubadilishwa. Mstari wa 5, kwa maana kama mlivyounganika naye katika mauti yake, kadhalika mtaunganika naye katika kufufuka kwake. Mstari wa 6, mkijua neno hili. Neno mkijua maana yake ni maarifa, ni ufahamu. Mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, alafu ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Ni kutokana na hilo neno mkijua neno hili. Kwa maana usipojua unatumikia dhambi. Hawajua na wafahamu utembea gizani. Neno mkijua ni la nguvu sana. Jambo la pili la kuzingatia, chap. Mtazamo unakupa maana sahihi ya wewe ni nani. Mtazamo unakupa maana sahihi ya wewe ni nani. Chap. Mtazamo unakupa maana sahihi ya wewe ni nani. Mtazamo ukibadilika unapata maana mpya. Mtazamo ukikua hata na maana yako inakuwa ya wewe ni nani. Yes, unafahamu mamlaka yako, unafahamu nafasi yako, unajijua wewe ni nani katika Kristo Yesu. Lazima mtazamo ubadilike. Mtazamo ni jumla ya fikra zimekaa kwenye moyo wa mtu. Ndio zinampa mtu kutafsiri mambo kwa namna fulani, kuiona mambo kwa namna fulani, kuyapa maana fulani. Wakorintho wa pili sura 5 mstari wa 17. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Tazama maana yake mtazamo lazima ubadilike. Usipotazama maana yake mtazamo wako hauwezi kubadilika. Tazama yamekuwa mapya. Na wewe tazame mshirika wangu, tazama yamekuwa mapya. Tazama. Yaani maana yake mtazamo wako ubadilike. Ndio anza kutembea kwenye upya wa uzima. Tazama yamekuwa mapya. Lazima utazame. Nimeketi na Kristo. Tazama. Kwa kupigwa kwake nilipona. Tazama. Yamekuwa mapya. Hii kitu ya kuugua mara kwa mara imepita hiyo. Masuala ya dhambi yamepita. Tazama. Fungua macho yako, ona.
Jambo la tatu la kuzingatia, shauku ya kutafuta kuifahamu kweli. Lazima uwe na shauku ya kuifahamu kweli. Tatu ni shauku ya kutafuta kuifahamu kweli. Lazima ujazwe na hiyo shauku ya kutafuta kuifahamu kweli. Usiache tu kufundishwa kanisani ukaishia pale. Ingia kwenye undani wake. Matendo ya Mitume sura 17 mstari wa 11 inazungumzia kwa habari wa Beroya, watu ambao walikuwa wanachunguza maandiko. Lazima ufike kwenye level ya kuchunguza maandiko, ifahamu kweli. Ifahamu kweli. Noma kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 32, chap. Ifahamu, wekeza kuifahamu kweli. Biblia inasema kwamba inunue kweli wala usiuze. Maana kigaramika, nunua mpaka vitabu. Weka bando usikie video. Ifahamu kweli. Ingia kwenye grupu, pekua hizo audio, sikia, ifahamu kweli. Play wakati unafanya shughuli zako. Ifahamu kweli. Maana kigaramika kuifahamu kweli. Lipa gharama ya kuifahamu kweli. Oh, naongea na maisha mtu mmoja mahali hapo. Karabashanda rabakos. Nyie mnajua nawapenda. Na mnajua waga na mimi na moyo wangu wote kwenu. Mjitahidi. Mjitahidi shuhuda zianzie kwenu. Garamika uifahamu kweli. Njoo hapa kanisani upewe vitabu, soma. Haitokei tu kaifahamu kweli. Na usipoifahamu kweli kuna huru utakuja nao. Huru wa level ya juu wa kubadilisha mfumo wako wa kufikiri, ni lazima uifahamu kweli. Msome hapo kwa sauti. Biblia inasemaje? Anza mstari wa 31. 31 ili kupe picha fulani. 31. Hai. Soma kwa sauti. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, maana watu waliokoka, tungesema ni ninyi. Msome kwa sauti kinachofuata. Ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Ukikaa kwa neno, ukitafuta kulijua na kuliishi, umekuwa mwanafunzi wa Yesu. Mstari unaofuata wa 32, kwa sauti wote, tena mtaifahamu kweli, alafu nayo hiyo kweli itaweka huru. Kwa maana yake kazi yako ni kuifahamu kweli, ni kazi ya kweli kukuweka. Sababu kweli ni Yesu mwenyewe. Mimi ndimi njia, alafu kweli na uzima. Maana yake kweli ni mtu. Tumeona leo kitu tofauti. Kweli ni mtu. Kwa Yohana 14 mstari wa 6 nakuonyesha kweli ni mtu. Yesu anasema mimi ndimi njia na kweli. Kwa nifahamu mimi Yesu, alafu kazi yangu mimi Yesu ni kukuweka huru. Usitafute huru, wewe tafuta kunifahamu mimi. Amazing. Yaani usihangaike kutafuta kuwa huru, tafuta kunifahamu. Oho. Usifight kutafuta kuwa huru, tafuta kunifahamu. Ukinijua sana, mimi mwenyewe nitakuweka huru. Mstari wa 33. Angalia maneno ya tofauti sana. Tawasomea 33, ongeza speed. 33. Chap. Oh, spirit. 33. Wakamjibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu, wala tujao watumwa wa mtu wakati wote. Nao wasemaje mtawekwa huru? Ni wana wa Israeli. Walikuwa na kakiburi fulani hivi. Eti sisi ni wazao wa Ibrahimu, nasemaje kwamba tutawekwa huru? Hapo wanatafuta kumuua. Wakati ni watumwa wa dhambi kabisa. 34. Yesu akajibu akawaambia, angalia ya maneno, kila atendaye dhambi, I love that, ni mtumwa wa dhambi. Mnatafuta kuniua ni kwa sababu mnatumikishwa na nini? Mnapaswa kuwa huru, dhambi siwatumie, mtumiwe na Mungu. 35. Wala mtumwa akae nyumbani mwake siku zote, mwana ukaa siku zote. Mimi ndo mwana. Mwana ukaa siku zote. Mtumwa akae nyumbani mwake siku zote, nyumbani siku zote, maana anatumikishwa. Hayuko nyumbani, anatembea huku na huku. Ila mwana ukaa. Hiyo ni siri nyingine nitakuja kufundisha wakati mwingine. Anayetumikishwa naga utulivu. Alafu niwaambie kitu, siri ya urithi ipo kwenye kukaa. Kwa sababu Yakobo alipokea baraka ya mzee Isaka ni kwa sababu alikuwa anakaa nyumbani. Alikuwa na hunt, yuko huku na huku, alikosa baraka. Mtumwa hakai kwa sababu anatumikishwa, yuko huku anawinda matokeo. Ila mtoto mwana anajua kumanage, yuko hapo. Mtumwa akipata swala moja anamla anaisha, kesho asubuhi lazima atoke akatafute, anamla anaisha, kesho kutwa anatoka. Ila mwana anafuga, wanazaliana, yuko hapo. Hiyo ni siri. Maana yake nikwambie kitu, ukifahamu kweli utaacha kuinda matokeo. Ukiwekeza kuifahamu kweli, matokeo yatakufuata.
Ukifahamu kweli, utaacha kuwinda matokeo, yataanza kufuata wewe. Mstari wa 36. Basi mwana huyu akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Wekeza kuijua kweli. Ukifundishwa kwa habari ya mamlaka ya kiroho katika Kristo Yesu, wekeza. Nisikilize washirika wangu. Tukifundisha kwa habari ya jina la Yesu, wekeza. Yaani tafuta kujua mpaka kwenye nukta ya mwisho. Wewe unafikiri kwa nini mimi nakufundisha yote ninayokufundisha? Maana nimejifunza, nimeajua yote na imekuwa sehemu ya maisha yangu. Kwa hiyo usio mshirika tu wa kanisa la mahali fulani. No. Wekeza kuifahamu kweli. Kweli kwa habari ya utoaji, kweli kwa habari ya jina la Yesu, kweli kwa habari ya damu ya Yesu, kweli kwa habari ya mamlaka ya muamini, kweli kwa habari ya uhuru wa muamini, kweli kwa habari ya afya ya kiungu, kweli kwa habari ya ushindi wa muamini. Kweli ifahamu kweli. Ukifahamu inakuweka huru. Twende tumalize. Uwe mtendaji wa neno la Mungu. Uwe ndo kufikia kwenye uhuru wa mwisho kabisa. Uwe mtendaji wa neno la Mungu. Kwa sababu tunasema ukibadilishwa mfumo wa kufikiri, matunda yako lazima, lugha yako lazima ibadilike. Lugha ikibadilika, matunda yanabadilika. Kwa nini nakwambia mfumo wako wa kufikiri lazima ubadilike? Kwa sababu mfumo wa kufikiri ukibadilika, lugha inabadilika. Lugha ikibadilika, matokeo yanabadilika. Actions zinabadilika. Because thoughts controls language, and language it controls even actions. Mawazo yanatawala lugha imetoka kwenye kinywa cha mtu, na lugha inatawala matendo. Kwa hiyo maana yake mfumo wa kufikiri ukibadilika, kuna namna hata sema yako itabadilika. Anasema Paulo, nilipokuwa mtoto mdogo nilifikiri kama mtoto, nilifahamu kama mtoto, nilisema kama mtoto. Kwa hiyo ni muhimu sana ukatoka kwenye level fulani hata ya kusikia ukaenda kwenye lugha ya kuwa mtendaji. In fact iko hivi, ukifikiri, ukilitafakari neno likawa sehemu ya fikra yako, utaanza kulitenda neno. Mstari wa mwisho ni Yakobo 1:25, tutakao tumemaliza hapo. Yakobo 1:25. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 25. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 25. Tutasoma wote kwa sauti kubwa, alafu tutamshukuru Mungu tutakao tumemaliza kwa leo. Soma kwa sauti kubwa. Biblia inasemaje? Lakini aliyetazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru, alafu na kukaa humo, asiwe msikiaji msaulifu, bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Amazing. Kwa hiyo manake sheria uhuru, neno la Mungu, sheria kamilifu iliyo ya uhuru, the perfect law of liberty, neno la Mungu. Ukitazama ukawa msikiaji mtendaji, inasema utakuwa heri katika kutenda kwako, na kila atendalo litafanikiwa. Kwa maana kwenye kila ambacho utakifanya kitafanikiwa. Uwe mtendaji wa neno. Tukufundisha kitu, usiseme hivi amjui. No, usifanye hivyo. Unapaswa kuwa mnyenyekevu. Isaya sura 66 mstari wa 2 inasema mtu ndiye nilimwangalia, atetemekae asikiapo neno langu. Maanake ukiona mtu anasikia neno afa anasemaje, oh right, kumbe anatetemeka, anakuwa na unyenyekevu wa kuona anapaswa kubadilika, anapaswa kufanya kwa namna hii. Inasema kwamba huyo mtu anachukua makini wa Mungu, ndiye nitakayemwangalia. Hapa okay, umetuletea msari. Lakini mtu ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge, atetemekapo asikiapo neno langu. Kwa hiyo angalia kutenda sawa na neno. Nafikiri ndo maisha yangu. Mungu alichonisaidia ni natafuta fursa ya kulishi neno. Yaani wewe naambia kitu, msikilize. Niko hivi, huwa natafuta fursa ya kulishi neno. Na nasomaka kwa bidii nipate fursa ya kulishi, kwa sababu sitaki litokee kwa washirika, nataka lianze kutokea kwangu. Wewe natafuta fursa ya kulishi. Yaani kwa sababu kuna baraka ya kuwa mtendaji, na wewe kufundisha baraka ya kuwa mtendaji wa neno. Kwa kila wakati tafuta fursa ya kulishi neno. Tafuta fursa ya kufanya sawa na neno ili umpe Mungu kazi ya kufanya. Ukifanya sawa na neno unampa Mungu kazi ya kufanya. Tafuta fursa. Tafuta fursa ya kumsamehe mtu. Tafuta fursa ya kumsaidia mtu. Tafuta fursa ya kutoa sadaka. Tafuta fursa ya kuomba. Tafuta fursa ya kufunga. Tafuta fursa ya kukesha, kwa sababu yote hapo kwenye neno. Tafuta fursa ya kuwa na amani na watu wote. Tafuta fursa ya kuwa mtakatifu, kwa sababu Biblia inahakikisha kwamba ukiwa hivyo utamwona Bwana. Tafuta fursa ya kuwa mtakatifu. Tafuta fursa ya kuishi maisha ya utakaso. Tafuta fursa ya kusaidia watu. Tafuta fursa ya kuwatetea watu. Tafuta fursa ya kupatanisha watu na sio kuwagomanisha.
Unapofanya hivyo, kuna baraka inaitwa baraka ya watu wanaotenda neno, wanaoliishi neno. Mtu huyo atakuwa heri katika kutenda kwako. Nyosha mkono wako miwili juu. Nena kwa lugha na kumshukuru Mungu. Mungu akuweka kwenye ngazi ya 3 ya uhuru. Ngazi ambayo Misri inatoka ndani yako, ngazi ambayo mifumo ya dunia inatoka ndani yako, ngazi ambayo maisha ya kibinadamu ya kawaida inatoka ndani yako, ngazi ambayo kawaida ya walimwengu, kawaida ya wenyeji wa nchi haitaathiri maisha yako, inatoka ndani yako. Nena kwa lugha kwa dakika moja na kusikia. Nena kwa lugha na kusikia kwa jina la Yesu. Naomba neema Bwana. Naomba neema ya kufikia kiwango cha 3 cha ukuaji. Naomba neema ya kufikia kiwango cha 3 cha uhuru. Karaba shanda rabagoba. Lekana mashanda rabagoba. Naomba Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3. Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3. Makatoske vila. Randa rabagoba kadabala gana mashakatalaba. Rikana maseketele bregede beregede. Likana mashanda rabagoba gada baraka. Naomba kidogo. Maana ingawa tunaenda kwa katika mwili atufanye vita kwa jinsi ya mwili, mstari unaofuata 4 chap. Maana silaha za vita vyetu si za mwili bali zinaweza katika Mungu hata kuangusha ngome. Mstari unaofuata wa 5. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijinuacho juu ya elimu ya Mungu, tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Tunaenda kuomba kwa kuangusha ngome, kila mfumo wa kufikiri ambao haukopi na neno la Mungu tunaangusha. Kila wazo ambalo haliko sawa na neno la Mungu tunaangusha. Kila kitu ambacho kimesimama mbele yako kinakuzuia kuona udhihirisho wa baraka za Mungu kwa kuwa mtendaji wa neno tunakiangusha chini. Kila fikra inayoenda kinyume na neno la Mungu tunaiteka nyara in Kristo. Anza kujiombea kwa dakika 2. Makapalagada zeluska vila manda rabakosa leka pakatapa. Tunaangusha ngome, tunaangusha mawazo, tunaangusha kila kitu. Nuka hapo lipo, anza kujiombea kwa dakika 2. Tunaangusha mawazo, tunaangusha ngome, chochote ambacho kinakuzuia kwenda kwenye uhuru, ule uhuru mkamilifu wa watoto wa Mungu tunakiangusha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila wazo ambalo aliendana na mapenzi ya Mungu tunaliangusha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila mfumo wa kufikiri uliokaa ndani yako kwa miaka mingi, uliokaa ndani yako kwa muda mrefu, unaokuzuia kuona tunajikazi wa Mungu tunauangusha. Makapakatapalagada makabez makarabagoba rekana mashamba rabagoba ekana masaka taraba rakatapa yagata. Tunateka nyara kila fikra ya Kristo. Tunateka nyara kila fikra